Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Lord, I worship you. Lord, I give you the glory. Lord, I give you the glory. Lord, I give you the glory. Lord, I honor you. Thank you, Father. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Spirit of God. Oh, thank you, Holy Ghost. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Welcome. Welcome, 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 welcome. I greet you all in the name of Jesus. Nawasalimia nyote katika jina la Yesu. Nashukuru Mungu kwa wema na uaminifu wake kwa ajili ya maisha yetu. Leo ametusaidia ya kwamba tunaweza kusikia neno la Mungu wakati kama huu, ambapo tunakumbuka na kufurahia kufa kwa Yesu Kristo, na kushukuru sasa kwa ajili ya kuniungana pamoja na mimi siku ya leo. Na Mungu awabariki sana. Naona mtumishi wa Mungu, man of God, Pastor Charles Munga. God bless you so much. I appreciate you. Thank you, thank you. I really appreciate also my wife is online also. God bless you. God bless you, together with my children. Thank you, Jesus. Na wakaribisheni, just welcome, share this broadcast. It is a live broadcast and we want to learn something about the power of the cross, the reason why Jesus died. So we thank God for his faithfulness. Umbali huu ametuleta leo na tutajifundisha kitu cha nguvu sana. I have a very powerful word today about why Christ died for us. So Stanley Kamwati, welcome. I see you. Regina Wayua, karibu sana na kuona. Priscilla Mudhoni, God bless you. God bless you. God bless you. I'm seeing you. Welcome, welcome. As we celebrate the Good Friday, tunafurahia kufa kwa Yesu. It has got a meaning. So please share this broadcast. Wakaribisheni wengine. Welcome other people also, that we may share this word of God together. Karibisheni watu wa Mungu pamoja so that we may see this word of God. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Welcome, welcome, welcome. We are celebrating the death of Jesus Christ. He died for a reason. It was not in vain that Jesus died. Jesus died for a reason. And today we will know why he died for you. Kwa nini Yesu alikufa kwa ajili yako? Leo tutajua. Leo tutaelewa kwa nini Yesu alikufa kwa ajili yetu. Na tutabarikiwa sana. Tutakuwa na wakati mzuri kujifundisha neno la Mungu. God bless you. Wote ambao wametujoin, I welcome you all in the name of Jesus. Share this broadcast, please. Share the broadcast, please. Share the broadcast, please. Share the broadcast. Share the broadcast. And we are just about to begin. Tuko tu karibu tu kuanza. We want to begin. We want to begin. So please welcome others. Remind others. Wakumbusheni wengine. God bless you. God bless you. Mungu wabariki sana. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Tunajifundisha ujumbe leo. Nguvu ya msalaba. Nguvu ya Yesu kufa msalabani. Kwa nini Yesu alikufa msalabani? Kulikuwa kuna sababu. There was a reason why Jesus died on the cross. And today we'll get to understand why. Sylvia Musau, welcome. Sylvia Musau, God bless you. Welcome. Amen, amen, amen.
You are connected. Yes, God bless you. Barikiwa sana. God bless you. The power of the cross. The power of the cross. There's so much power about the death of Jesus. Kuna nguvu kubwa katika kifo cha Yesu. Kuna nguvu kubwa katika kifo cha Yesu Kristo. There's so much power. Kwa hivyo endelea kukaribisha wengine tunapojiandaa, na ngojea tufike hata at least watu 10 alafu tuanze moja kwa moja. So karibu sana. Welcome, welcome. 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 Amen. Amen, amen. God bless you. Priscilla Mudhoni. God bless you. Florence Tovoa. Mungu akubariki sana. God bless you. 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 Music play mode. God bless you. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. God bless you. God bless you. Happy Good Friday. Wherever you are, wherever you're watching me, wherever you are watching me, I am coming with a message of hope, a message of power about the death of Jesus Christ. There is hope for us. There is a hope for each one of us. Kuna matumaini kwa kila mmoja wetu ambaye yuko katika ulimwengu huu. So it was very important for Jesus to come and die for us. And today we will know the power, the power, the power, the power of the cross. The power of the cross. Nguvu ya ufufuo, nguvu ya kifo cha Yesu. Nguvu cha kifo cha Yesu. Wacha tuanze na maombi alafu tutaendelea. Father, in the name of Jesus, I want to thank you for your power. I thank you for your grace this morning. Thank you for my viewers that are watching me right now. And as we begin to share this broadcast, I pray that your power will come upon their lives. Spirit of revelation will be upon them. I pray that you shall give them wisdom. I pray that you shall change their lives. Father, I thank you. Na kushukuru kwa ajili ya maisha yao. Maisha yao yanabadilika. Maisha yao yanainuka. Wanaenda kiwango kingine. Wanaenda kiwango kingine. Yesu, asante kwa kuja duniani kwa ajili ya kufa, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya mtazamaji wangu. Asante kwa kufa. Asante kwa kujitoa uhai wako kwa ajili yetu Bwana. Tumekuja mbele zako, umetupenda, ukafa kwa ajili yetu. Haukutujua wala si wa ukoo wako, lakini ukatupenda Yesu, ukajipeana kwa ajili yetu. Tunakupa utukufu, tunakupa heshima kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Unatenda mema, unatenda mambo ya ajabu. Na kushukuru Yesu. Pokea sifa, pokea utukufu. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. 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 Sema amen. Popote ulipo, where you are watching me, say amen. Amen. We are beginning the broadcast today. We thank God for this Easter. And today I'm bringing a powerful message about the power of the cross. Nguvu ya ufufuo. Nguvu ya kufa kwa Yesu. Kwa nini Yesu alikufa? The power of his death. The power of the cross. Nguvu ya msalaba. When we read our Bibles, in the book of 1 Corinthians, chapter 1 and verse 18, Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 18, Biblia inasema, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is power of God. Amen. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Neno la msalaba. Neno la msalaba kwa wale wanaoangamia ni upuzi, lakini kwetu sisi tumeokoka ni nguvu
za Mungu. The gospel, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but it is the power of God to those who are born again. So I want to come to you today to give you understanding that there's so much power in the death of Jesus Christ. Kuna nguvu katika neno la msalaba. Kwa hivyo neno la msalaba, kifo cha Yesu, kimebeba mambo mengi, mambo ambayo ni ya ajabu. Na unaposoma kitabu kile cha Wafilipi mlango wa 8, mlango wa 2 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba Yesu alipopatikana katika umbo la mwanadamu, alitii hadi kifo, akafa msalabani. Yesu alikuwa mwanadamu na alinyenyekea ili afe kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hivyo kuna sababu kwa nini Yesu alikufa msalabani. Kuna sababu kwa nini Yesu aliuawa. Nataka kukuuliza these questions today. Was it necessary for Jesus to die on the cross? Je, ilikuwa ina muhimu wowote Yesu kufa msalabani? Kulikuwa na umuhimu wowote Mungu Baba kumtuma mwana wake Yesu ili aje afe kwa ajili yetu? Umeshawahi kufikiria kwa nini Mungu hakufanya muujiza wa kusamehe watu dhambi? Kwa nini Mungu hakufanya miujiza ya kufanya mambo tu yaishe na tuwe tumemshinda shetani kimiujiza? Kwa nini Mungu ilimbidi azaliwe kama mwanadamu, akue kama mwanadamu, ndiposa aje afe, apitie mateso, asulubiwe kwa ajili ya mwanadamu? Kwa nini? Kwa nini Mungu hangetusamea kimiujiza? Kwa nini Yesu aje afe, aje apigwe, aje atemewe mate, aje adharauliwe, aje atukanwe, aje achekwe? Why was he allowed to pass through such sufferings? We will get the answer today, and we will know why Jesus had to come physically, to come and die for us. So another question we need to ask ourselves: kwa nini Yesu akasulubiwa katika msalaba? Why the cross? Why the cross? Why the cross? Kwa nini alisulubiwa kwa msalaba? Kwa nini Yesu hakunywa sumu afe? Kwa nini Yesu hakujinyonga? Why? Kwa nini Yesu alisulubiwa kwa msalaba? Why the cross? Kwa nini? I want to give you a background why Jesus had to die using a cross. What is the significance and the symbol of the cross? Kwa nini msalaba? Kwa nini hakugongwa na gari? When you look at the culture of the Romans, katika maisha ya Warumi, waliishi na walitumia njia ya kusulubisha watu kwa misalaba. They used to crucify people on the cross. And there were categories of people who were crucified on the cross. Not everybody was killed using a cross. Si kila mtu aliyeuliwa kupitia msalaba. Hapana. Walitumia njia nyingine za kuua watu. Lakini kuna sababu kwa nini wanatumia njia hii ya msalaba kuua watu. Number 1, cha kwanza nataka ujue about the cross. It was one of the most cruel death in those days, which was used for people who were gangster, people who were bad thieves.
Hii njia ilitumika, it was one of the most cruel death. Ilikuwa ni kifo kibaya. Kifo kibaya sana. Kifo ambacho ni cha kinyama, kusulubisha mtu. Kwa hivyo mtu yote aliyesulubishwa ilikuwa ni kifo kibaya. It was not a joke. Kilikuwa ni kifo cha mateso. Na kifo hichi kilitumika kwa watu ambao walikuwa ni majambazi sugu, waizi sugu, watu ambao walikuwa wameshindikana, majangili ambao walikuwa hawawezi kushikika. Hawa watu ambao walikuwa hatari kwa taifa ndio waliosulubiwa katika msalaba. Kwa hivyo ndio waliotumika kusulubika katika msalaba. Kwa hivyo it was one of the cruel death. Ilitesa watu, iliumiza watu sana. Number 2, it was a very painful kind of death. Ilikuwa ni kifo ambacho kilikuwa ni cha uchungu sana. Kilikuwa ni kifo cha uchungu, maana mtu alikuwa anaruhusiwa kufa polepole. Alikuwa hafi haraka, alikuwa anateswa, anachapwa, anapigwa. Kwa hivyo alikuwa anakufa polepole. He was dying slowly. They inflicted pain in that body. So it was a painful death. A painful death that was slow. Kwa hivyo machungu uliyasikia kwa muda mrefu, si kwa dakika 5. Walikuwa wanakufanya na kukutesa usikie maumivu kwa muda mrefu kabla haujakufa. So it was a painful death. Number 3, it was a shameful death. Kusulubiwa kwa msalaba ilikuwa ni kifo cha aibu. Maana walikuwa wanakutoa nguo, wanakuweka uchi, unakuwa uchi. It was a shameful death. They used to take out your clothes. You were naked before people. It was not a death that was done in private. It was a death that was done in the public. Ilikuwa ni kifo kilichofanywa mbele ya watu wote wakiona kwa macho. Ilikuwa si siri. Ukisulubiwa kwa msalaba, kila mtu alikuwa anaruhusiwa kuona mateso ambayo ungepewa. So it was a shameful death. Ilikuwa ni kifo ambacho kilikuwa ni cha aibu. Si kifo ambacho mtu angependa kufa. Kwa hivyo Yesu akamsulubisha katika aibu. Wakamtoa nguo zake. Ndiposa ukisoma Biblia utaona ya kwamba walipiga mnada, waliuza mavazi yake Yesu. Maana walimvua nguo, wakamfanya awe uchi. Yesu akasulubishwa akiwa yuko uchi. Yesu akasulubishwa kwa aibu. So the death of the cross was a shameful death. Ilikuwa ni kifo cha aibu. Number 4, it was associated with a curse. Kifo cha msalaba kilikuwa ni kifo kilichohusishwa na laana. Mtu yoyote aliyesulubiwa kwa msalaba alikuwa ni mtu ambaye amelaaniwa. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 3, Galatians chapter 3 verse 3. Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kwanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? Okay, ninachosema ni hichi. Wakati Yesu anasulubiwa katika aibu. Anasulubiwa katika aibu. Sorry, that verse is verse 13. Sorry, verse 13. Verse 13. Galatians chapter 3 verse 13. Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 13. Nasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Ndio. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti.
Biblia inasema ya kwamba Yesu alifanyika kuwa laana, maana inasemekana amelaaniwa yeyote anayetundikwa kwa mti. Kwa hivyo Yesu aliposulubiwa katika msalaba, maana msalaba ilikuwa ni mti, ni mbao, ilikuwa inaashiria laana. So ilikuwa ni kifo cha laana. So nataka kumalizia na kusema hivi katika kwa nini msalaba. Msalaba ilikuwa ni njia mojawapo ambayo ni mbaya kwa mtu kuuliwa. It was a painful kind of death. Ilikuwa ni kifo cha mateso na maumivu ya polepole. Na pia ilikuwa ni kifo cha aibu. Sasa Yesu alipitia maumivu mengi. Yesu alipitia aibu katika kusulubishwa. Yesu alikuwa laana kwa ajili yetu, ili ya kwamba tukawe baraka. Kwa hivyo tutaona ni kwa nini Yesu akasulubiwa. Why Jesus was crucified. There is power in the death of Jesus. Why did Jesus not die miraculously? Kwa nini hakufa kimiujiza? Kwa nini? Umeshawahi kufikiria kwa sababu gani? We will see today. Number 1. Kwa nini Yesu alikuja kufa kwa ajili ya wanadamu? Number 1. He died to deal with the issue of sin. Alikufa ili ashughulikie tatizo la dhambi. So number 1, why Jesus had to die on the cross. It was for him to deal with the issue of sin. Yesu ilibidi afe msalabani ili ashughulikie tatizo ama swala la dhambi. That is number 1. Kulikuwa kuna dhambi katika dunia hii. Kulikuwa kuna dhambi ambayo ilikuwa inasumbua. Na ukisoma Biblia katika Yohana mlango wa 1 mstari wa 29 inasema hivi. Wakati Yohana alikuwa anabatiza watu pale Jordan, akamwona Yesu. He saw Jesus and he said in John chapter 1 verse 29, behold, the Lamb of God that taketh away the sin of man. Akawambia, tazameni mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo Yesu amefananishwa kama kondoo, mwana kondoo. Na Yohana anaambia watu ya kwamba amekuja ili aondoe dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo kwa nini Yesu akaja akafa? Alikufa ili ashughulikie tatizo la dhambi. Yesu alikuja kuondoa dhambi kwa mwanadamu. Maana mwanadamu ana dhambi. Unaposoma Biblia katika Warumi kitabu mlango wa 3 mstari wa 23, Romans chapter 3 verse 23, the Bible says that all have sinned and are short of the glory of God. Ya kwamba wote wamefanya dhambi. Warumi 3 mstari wa 23 inasema wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo wanadamu wote wamefanya dhambi. Wamefanya dhambi. Si watafanya, wamefanya. When you read the English translation, it says that all have sinned. It's a past tense. Past tense. All have sinned and become short of the glory of God. All have sinned and become short of the glory of God. Wote wamefanya dhambi. Warumi 3 mstari wa 23. Wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. So umefanya dhambi wewe. Na Yesu alikuja. Yohana anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 1 mstari wa 29, John chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God who taketh, anaitoa na kuchukua dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo Yesu alikuja kuondoa dhambi za ulimwengu. Alikuja kutoa dhambi za ulimwengu. Alikuja kutoa dhambi za wanadamu. Maana wanadamu wamefanya dhambi. You are a sinner by nature. Si mpaka ufanye dhambi. Wewe ni mwenye dhambi. Wewe unahitaji kusaidika. Na ni Yesu alikuja ili ashughulikie tatizo la dhambi.
So Biblia inasema ya kwamba Yesu amekuja ili aondoe dhambi. Maana ukisoma Agano la Kale, walipokuwa wanachinja kondoo kwa ajili ya kusafisha dhambi za Waisraeli, ile damu isingeweza kuondoa dhambi zao. In fact, the blood of the goats, the blood of the sheep was covering. Hiyo damu ilikuwa inafunika dhambi, lakini ilikuwa haiondoi. Walipokuwa wanachinja, ilikuwa tu inafunika dhambi. Alafu baada ya mwaka ina expire. So wanabidi wana update tena na kuchinja. But Jesus came for one sacrifice. Alikuja akafa na akamaliza tatizo la dhambi. Leo huhitaji kuchinja ng'ombe ndio usamehewe dhambi. Leo huhitaji kuchinja kondoo ndio usamehewe dhambi. Yesu alikuwa the perfect, the ultimate sacrifice. Jesus is the perfect sacrifice. Yesu ndio aliyekuwa dhabihu ya kweli kwa ajili ya kuondoa dhambi. Kwa hivyo Yesu ilibidi afe ili adili na swala la dhambi. Mwanadamu amefanya dhambi. Mwanadamu ni mtu anayetenda dhambi. So Yesu ilimbidi afe. He had to die so that he could remove sin from man. So why we are celebrating this Passover? It is because Jesus came to save us from sin. He came to deliver us from sin. He came to give us freedom from sin. That sin will never reign in your life again. Ya kwamba dhambi haitakutesa tena. Dhambi haitakushikilia tena. Sin has got no power over your life after the death of Jesus. Jesus dealt with sin. Yesu alipokufa, alishughulikia swala la dhambi. Kwa sababu unapoangalia Biblia katika kitabu Ezekiel 18 verse 20, Ezekieli mlango wa 18 mstari wa 20, Biblia inasema hivi: every soul that sinneth must die. Ezekiel chapter 18 verse 20, kila roho inayofanya dhambi lazima ife. So a judgment has already been passed that anybody who sins must die. Yeyote anayefanya dhambi lazima afe. Lakini Yesu akaja, maana anajua tayari tumeshafanya dhambi, na kulingana na andiko hili ni lazima tufe. Yesu akaja ili ya kwamba tusife tena, kwa sababu kila anayefanya dhambi lazima afe. Na kwa sababu tulifanya dhambi, sote tulikuwa tunahitaji kufa. Kwa hivyo Yesu alipokuja, he came to pay the price of sin. Jesus came to pay the price of sin. Jesus came to pray. Alikuja kulipa gharama la dhambi. Alikuja kulipa dhambi ambazo tulikuwa tumefanya kama wanadamu. So he came to pay for sin. Kwa sababu mwanadamu alikuwa amefanya dhambi. Mwanadamu alikuwa ameanguka. Ukisoma Romans chapter 6 verse 23, naomba uandike haya maandiko. Just write these scriptures. You'll read it. I'll give you many scriptures today. Zingine sitasoma, zingine tu nitakuwa nazisema. Kwa hivyo utakuwa unaziandika chini. Kwa hivyo kuwa na kalamu na kitabu, ili ya kwamba ukaweze kusoma haya maandiko. Romans chapter 6 verse 23. Warumi 6 mstari wa 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. For the wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kumbe dhambi ina mshahara. Unapofanya dhambi kuna mshahara. For the wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. Unapofanya dhambi unafaa kufa. Unapofanya dhambi unafaa kulipwa kifo. So sote tunafaa tufe, kwa sababu tayari tumefanyia kazi ya dhambi, na mshahara wa dhambi Biblia inasema ni kifo.
For the wages of sin is death. Lakini nataka nikuambie hivi. Biblia inasema ya kwamba Yesu akija, alikuja kutatua swala na shida ya dhambi. Kwa hivyo Yesu amekuja kulipa. Badala ya wewe kufa, Yesu akafa kwa ajili yako. Ulikuwa unastahili kufa. Ulikuwa unastahili kulipwa mauti. Lakini Yesu akaja akachukua mauti badala yako. Jesus came to pay for your sin. Yesu alikuja kulipa. Alikuja kulipa dhambi uliyofanya. Maana usingeweza kulipa. Ulikuwa ufe. But Jesus came to pay for the cross for you. Today there's hope for you. Huhitaji kulipia dhambi. Dhambi imeshalipiwa tayari. Jesus has paid it all. And when he was on the cross, he said, it is finished. Alipokuwa kwa msalaba alisema, imekwisha. Alimaliza masuala ya dhambi. Yesu amelipa kwa ajili ya dhambi. Leo unatumaini. Maisha ambayo unaishi yasiyompendeza Mungu. Elewa, Yesu amelipia dhambi. Unaweza kumruhusu Yesu akutawale. Maana ameshalipia dhambi yako. Ameshalipa dhambi. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Lakini karama ya Mungu, karama ya Mungu ni uzima wa milele. Karama ya Mungu ni uzima wa milele. Mungu ametupa zawadi ya uzima wa milele. Romans 6 verse 23. Ametupa zawadi. Instead of death, Jesus has given us eternal life. Badala ya kufa na kuharibiwa, Yesu amekupatia uzima wa milele. There is a gift. Jesus paid the price of sin. Na zaidi ya kwamba amekufa, tena anakupa karama. Anakupa zawadi ya uzima wa milele. Eternal life is a gift. A gift is something that you don't work for. Zawadi na karama si kitu unachofanyia kazi. Ni kitu umepewa bure. Jesus has given us eternal life freely. Ametupa bure. It is a gift. It is a gift. Eternal life is a gift. Jesus paid the penalty of death. Jesus paid the price of death. That today you will not die. Because Jesus has paid it all. You are not dying. Jesus has paid for your death. You need to rejoice. Ufurahie ya kwamba Yesu amelipia mauti. Amelipia dhambi ambazo ulizofanya. So malipo ya dhambi ni mauti. So unaona, ilikuwa unahitajika kufa, maana tayari umefanya dhambi na usingeweza kujitoa. Yesu ikabidi afe ili aje aondoe dhambi zako. Ndiposa Yohana anasema, kondoo, mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi za ulimwengu. Jesus is willing to remove your sin. Si kufunika, hapana, anaiondoa kabisa. Anaipeleka mbali na wewe. Anakufanya mwenye haki. And that's why we are justified by faith. Tunafanywa wenye haki kupitia kifo cha Yesu. When you read the Bible in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 21, Biblia inasema ya kwamba he was made sin. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 21 inasema kwamba Yesu alifanywa kuwa dhambi. Yesu alifanywa kuwa dhambi ili ya kwamba tuwe haki ya Mungu. Jesus was made sin. Jesus knew no sin. He did not know how to sin. But he decided voluntarily to become sin. Jesus became sin so that you may become the righteousness of God.
Jesus died on the cross and he became sin for you, that you may be righteous before God. Today you are righteous because Jesus has died. Usingekuwa mwenye haki kama Yesu asingekufa. Maana Biblia inasema alifanyika kuwa dhambi. He became the sin so that you may be righteous. Today he became a sin that you may be a saint, ili ya kwamba ukawe mtakatifu. Jesus has deposited in you his righteousness. Jesus has deposited in you his righteousness. You are righteous because Jesus died. He became sin. He was made to be sin. Who knew no sin? Yeye ambaye hakujua dhambi. Yesu hakukosea. Yesu asingefaa kuteswa. Yesu asingefaa kusulubiwa. Alikuwa hajafanya chochote cha makosa, lakini Yesu akachukua nafasi yetu. Sisi ambao tulikuwa tumefanya dhambi, sisi ambao tulikuwa tumemkosea Mungu, he came and took our place. He stood for us. He took our place and he died for us. So Jesus became sin that we may become the righteousness of God. Today when God looks at you, he sees righteousness in you. Not because of anything you have done, but because of what Jesus did on the cross. I repeat again. Today when God looks at you, he sees you righteous. Not because of anything you have done, but because of what Jesus did on the cross. Leo Mungu anapokutazama, anakuangalia kama mwenye haki. Si kwa sababu ya chochote ulichofanya. Anakuangalia kama mwenye haki kwa sababu ya yale Yesu amefanya kwa msalaba. Mimi ni mwenye haki kwa sababu Yesu amenifanya mwenye haki. Si kwa sababu ya mambo yote nimefanya. It is because of what Jesus did on the cross. It is because of the finished work of the cross. Jesus saved me from sin. Jesus saved me from death. I have nothing of my own. I have nothing of my own. It is because of Jesus. He's the reason of my life. Yesu ndio sababu ya maisha yangu. Yesu ndio sababu ya uhai wangu. There is nothing I did to deserve to be saved. There is nothing I've done to deserve healing and protected. It is because of the work of Jesus on the cross. So Biblia inasema kwamba he was made sin. Alifanyika dhambi ili kwamba sisi tukae wenye haki. So when he looks at you, he sees Jesus inside you. He sees the righteousness of Jesus inside you. There was an exchange. Jesus took away our sins and he gave us his righteousness. At the cross there was an exchange. Katika msalaba kulikuwa kuna kubadilishana. Yesu alichukua dhambi zetu, alafu akatupatia haki yake. Today we are righteous because God has taken away our sins. And that is the reason why Jesus had to die. Yesu ilibidi afe ili ashughulikie swala la dhambi. Maana sote si wenye dhambi, tumeshindwa, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Yesu akaja kufa ili aondoe ile dhambi, ili tuwe na uzima wa milele. I want to say this. Jesus is the perfect sacrifice. Yesu ndio dhabihu iliyokamilika. Leo uhitaji kuchinja ng'ombe ama mbuzi. Ndiposa tuliondokea hizo. Maana hizo zinatumika na mapepo. Huhitaji kuchinja kuku ndio usamehewe dhambi. Jesus has paid it already. Jesus has died. The blood of Jesus is powerful. Damu ya Yesu inaweza kukuosha na kukutakasa. So Jesus is the perfect sacrifice. Na Yesu hakuhitaji kuuliwa kila wakati. Unajua mbuzi, kondoo, ng'ombe zilichinjwa kila wakati, kila mwaka. Ndiposa wana wa Israeli wasamehewe dhambi, na dhambi ilikuwa ni kufunikwa kwa muda fulani, alafu ina expire. Ukichinja kuku baada ya muda ina expire.
So Jesus dealt with the issue of sin, the issue of sacrifice. And he did one sacrifice that was final. Jesus will not die again. Though we are celebrating and remembering his death, he's not dying today. He already died 2,000 years ago. Yesu alishakufa miaka 2000 iliyopita. Hafi tena, leo tunakumbuka tu. Hahitaji kufa kila wakati, kama zile kuku na mbuzi zilikuwa zikichinjwa kila mara. No, he died once. His sacrifice was enough. Sadaka yake na dhabihu yake ilifaa. Maana hakuwa na dhambi, hakuwa na mawaa. Kwa hivyo his sacrifice was powerful. It was able to deal with the issue of sin once and for all. And right now Jesus is sitting on the throne. He's sitting on the throne. Hafi tena, mpendwa Yesu hafi tena, ameshakufa. Mwambie yule uliokaa naye, Jesus has already died. He's not dying again. Mwambie mwenzako, Yesu ameshakufa, hafi tena, ashakufa. Ashashughulikia hali ya dhambi tayari. It is you to believe that he died to save you from sin. It is you to believe that he died to rescue from the hands of the enemy. Ni wewe tu kuamini ya kwamba Yesu alikufa kukuokoa. Yesu alikufa kukusaidia. Yesu alikufa ili kupona. So Jesus is the sacrifice. He is the perfect sacrifice. Hebrews chapter 9 verse 22. Waibrania mlango wa 9 mstari wa 22. Hebrews chapter 9 verse 22. The Bible says, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Hebrews chapter 9 verse 22. Waibrania mlango wa 9 mstari wa 22. Pasipo mwagikaji wa damu, hakuna ondoleo la dhambi. So that was the reason why Jesus had to die. Without the shedding of blood, there was no forgiveness. So Yesu alipokufa, alikufa akamwaga damu yake, ndiposa kuwe na msamaha. Maana hata katika Agano la Kale, dhambi za wana wa Israeli wasingesamehewa pasipo kumwaga damu ya wanyama. But this time around, hakuna mbuzi atakayeuawa wala kondoo. Lakini Yesu ameshakufa tayari. He has already shed his blood. He paid for our death through his blood. Kwa hivyo damu ya Yesu ina nguvu na haina expiry date. It is alive. The same thing that the blood was able to do 2,000 years ago. Kile ambacho damu iliweza kufanya miaka 2000 iliyopita, hiyo damu inafanya hata leo. The blood of Jesus is powerful. The blood of Jesus is able to save you. The blood of Jesus is able to deliver you. The blood of Jesus is able to heal you. Damu ya Yesu ina nguvu leo. Inaweza kukusaidia na kukuomboa. Kwa hivyo alilipia gharama kupitia damu yake. He shed his blood. So number one, we have seen the reason why Jesus had to die. It was for him to deal with the issue of blood. He was to deal with the issue of blood. Number one, alikufa ili kushughulikia tatizo la dhambi. Maana mwanadamu ni mwenye dhambi. Na Yesu ilibidi afe ili amwage damu, ili tusafishwe kwa damu ya Yesu. Leo tunaweza kusamehewa dhambi zetu. It doesn't matter what you have done, but you can come on the cross of Jesus Christ, and he's merciful. He died for you. Jesus did not die for himself. Yesu hakufa kwa ajili yake. He died for you. He died for you. I say he died for you. Alikufa kwa ajili yako. Yeye alikuwa ni Mungu, hakuwa na shida, hakuwa na dhambi. Alikufa kwa ajili yako. Aliteswa kwa ajili yako. Alidharauliwa kwa ajili yako. Alitukanwa kwa ajili yako. Alitemewa mate kwa ajili yako. Alichekwa kwa ajili yako. Jesus took your place. Aibu aliyopata ulikuwa unafaa kuaibika. Mateso aliyopata ulikuwa unafaa kuyapata.
but Jesus took your position. Akateseka kwa ajili yako. So Jesus came to deal with the issue of sin. And I thank Jesus that he came to save me from sin. From today, I want to tell you, do not allow sin to reign in your life. Jesus has got power over sin. Sin will not control your life from today. Refuse to be controlled by sin. Refuse to be controlled by sin. Kataa kutawaliwa na dhambi. Sin has got no power over you. Dhambi haina nguvu ya kukutawala. Kwa sababu gani? Maana Yesu ameshinda dhambi. Yesu ameosha dhambi. Yesu amesafisha dhambi. So sin has got no power over your life. Today, choose to reign over sin. Choose to reign over sin. Choose to rule sin. Kuanzia leo, amua kutawala dhambi. Amua kutawala dhambi. Amua kushinda dhambi. Usiishi tena maisha ya dhambi. Maana Yesu ameshashughulikia dhambi. Do not be a slave of sin. Usiwe mtumwa wa dhambi. Yesu ameshinda dhambi. Number 2, why Jesus died? Kwa nini Yesu alikufa? Number 2, ya pili. He came to reconcile us to God. Alikuja kutupatanisha na Mungu. He came to reconcile us to God. The Bible says that we are enemies. We were enemies of God. Because of sin, we were separated from God. We are enemies of God. But Jesus came to reconcile us back to God. Romans chapter 5 verse 6. Warumi mlango wa 5 mstari wa 6. Warumi mlango wa 5 mstari wa 6. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. The Bible says while we were still weak, while we were still sinners, Jesus died for us while we were weak. Tulikuwa sisi ni wenye dhambi na tulikuwa hatuwezi. Unaweza pia kusoma verse 8 and verse 10 and then I will explain. Romans chapter 5 verse 6, verse 8 and verse 10. Verse 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. 10. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Umesikia Biblia imesema nini katika ule mstari wa 10? Wakati tulikuwa maadui wa Mungu, tulipatanishwa kwa kifo chake. So what the death of Christ brought was reconciliation. We were enemies of God, but the death of Jesus reconciled us to God. Tulipatanishwa na Yesu kupitia kifo chake. Tulikuwa sisi ni watu wa adui zake. Tulikuwa ni watu ambao tulikuwa mbali na yeye. Tena Biblia inasema while we were yet weak, tulipokuwa ni wadhaifu, Yesu alikufa. Hakutungojea tuwe wazuri ndio afe kwa ajili yetu. He loves you so much that he died even before you accepted him. Alikupenda sana kiasi cha kwamba alikufilia hata wakati ulikuwa umjui. Hata wakati ulipokuwa unamkataa alikuwa amekufa kwa ajili yako. While we were yet weak, Jesus died for us. While we were weak, Yesu alikufa kwa ajili yetu. Wakati tulikuwa ni wadhaifu na wanyonge, Yesu alikufa kwa ajili yetu. And when you read the Bible, it says in verse 8 that he demonstrated his love by dying for us. Yesu alidhihirisha upendo wake kwetu kwa kufa kwa ajili yetu. There is no greater gift a man can give apart from giving his life to his fellow men. Leo ni karama kubwa sana, na si rahisi mtu kufa kwa ajili ya mwingine. Hata nikikuuliza leo ufe kwa ajili yangu, hutakubali. Nobody
will allow himself to die instead of somebody else. Kama vile leo tuko na corona. Ukiulizwa yule ambaye ana corona, ubadilishiwe corona upewe wewe, na umeambiwa hiyo corona itamuua, upewe wewe ufe yeye aishi, utakubali? Hakuna mtu anataka kufa. Kila mtu anaokoba corona, maana ukiona corona unaona kifo. Nobody is ready to die for him, for his friend. But Jesus died for you. Yesu alikufa kwa ajili yako. Hakujali. Akasema nitakufa kwa ajili yako. So Jesus came to reconcile us to God. We are no longer enemies of God. My viewers, Jesus came to reconcile us with God. We were separated from him. Tulikuwa tumekufa. Kifo ni nini? Death is a separation. Mtu aliyekufa ni kwamba roho imetoka kwa mwili. So death is a separation. We had died. We were separated from God. Because tulikuwa tumefanya dhambi. But Yesu alikuja kuturegesha kwa Mungu. So today, we are not enemies of God again. Jesus has reconciled us to God. Yesu kwa kufa ameturudisha kwa Mungu. Tunaweza kuwa na ujasiri katika Yesu na kumwishia Mungu tena. We are not strangers. We are not strangers. We are the sons of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe si mgeni tena. Wewe si adui tena. John chapter 1 verse 13 inasema, to those who believed and received him, he gave them power to become the children of God. Kwa wote waliomwamini na kumpokea, aliwapatia uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo tumepewa uwezo wa kuwa wana wa Mungu kwa sababu tumemwamini kwa kazi aliyofanya kwa msalaba na tumempokea. Kwa hivyo tumefanywa kuwa wana wa Mungu. We are no longer enemies. When you accept Christ, when you receive Christ in your heart, he becomes your friend. You become a child of God. Unakuwa mtoto wa Mungu. Wewe si adui tena. Wewe ni mtoto wa Mungu. I am saying you are a son of God. You belong to the family of God. Wewe ni wa familia ya Mungu. You are a family of God. Wewe si wa shetani. You do not belong to Satan. You belong to Jehovah. You belong to God. Wewe ni wa Mungu. So Yesu alikuja kutupatanisha. So the reason why Jesus died, he came baada ya kudeal na issue ya dhambi, baada ya kutusamehe dhambi, baada ya kuondoa dhambi, anakuja sasa anatupatanisha na Mungu. Anakuja anatujoin na Mungu. In other words, Jesus came to give us a relationship with God. Today you can have a relationship with God. Today we are enjoying the relationship of God because Jesus came and died. Today we can stand before God and worship him and bow before him and praise him because we are his children. We have a relationship with him today. And today you can have a relationship with him, even you. If you choose him, if you believe in him, if you can receive him, ikiwa utampokea, yeye pia atakuwa rafiki yako. Pia yeye atakufanya kuwa mwana wake. Wewe utafurahia, hautakuwa adui na Mungu tena, maana umepatanishwa na Mungu. Nataka nikutie moyo leo. Jesus will become your friend. You are no longer an enemy. The devil is the enemy of God. Shetani ndio adui wa Mungu. Na pia ni adui wako. Shetani ndio maana anakuzuia na kupinga mambo yako. He's an enemy to you. But when we have Christ in our hearts, we are no longer enemies. Jesus has died for us. Jesus was crucified for us. Yesu alikufa kwa ajili yetu ili atupatanishe. Ametuleta karibu na yeye. Ametuleta ili kwamba tumpende. When you read the Bible in Ephesians chapter 2 verse 13, Waefeso mlango wa 2 mstari wa 13, Biblia inatuambia kwamba we have been brought near through the death of Christ. Ephesians chapter 2 verse 13, tumeletwa karibu na Mungu
kupitia kifo cha Yesu. We were far. Tulikuwa tuko mbali sana. Lakini Yesu akatuleta karibu na Mungu. Leo tuko karibu na yeye. Hatuko mbali. Tuko karibu na Mungu. We are not far from him. Kwa hivyo, the death of Jesus, this Passover, Jesus died to bring us closer to God. Yesu alikufa ili atulete karibu na yeye. Hatuko mbali. Hatuhitaji kwenda Israel ndio Mungu atusikie maombi tukiwa Israel. We do not have what to go to Israel so that God can hear us. God is so near us. Tukiomba leo, Mungu anakusikia. Ukiomba ukiwa sokoni, Mungu anakusikia. Ukiomba ukiwa kazini, Mungu anakusikia. Ukiomba ukiwa biasharani, Mungu anakusikia. Ukiomba ukiwa nyumbani, Mungu anakusikia. Jesus, the death of Christ made us to be closer to him. Tumeletwa karibu na Mungu. Tunaweza kumwabudu, tunaweza kumuinua Mungu. Si mpaka twende Israel tuchukue mchanga ndio mchanga utusaidie. No. Jesus is closer to us. Yuko karibu ndani yetu. Anaishi ndani yetu. Na ametuleta karibu na yeye. Na pia ukisoma 1 Peter chapter 3 verse 18. Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa. For Christ also suffered once for sins. Suffered once for sin. Nimekuambia Yesu asulubiwi tena, alishakufa. Hafi leo. Alishakufa 2000 years ago. Ashateseka kwa ajili yako tayari. The just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Kwa hivyo Yesu alikuja kufa kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo ameshakufa kutuleta karibu na Mungu. So what I'm saying is this. Number 2, Jesus died on the cross to reconcile you to God. God has received us as his children. We are reconciled to him now. We have a fellowship. We have a relationship with God today because Jesus has reconciled us. Yesu anatupatanisha na Mungu. Yesu, unachohitaji ni kumwamini Yesu na kumpokea. Atakupatanisha na Mungu. Si mtu, uhitaji mtu. Unahitaji Yesu. Yesu ukishamkubali, anakupatanisha na Mungu. Number 3, our last point. Why Jesus was to die on the cross. The power of the cross. There's so much power about the death of Jesus. Number 3, he came to end Satan's power and control over us. He came to end Satan's power and control over us. Yesu alikuja akafa ili aweke mwisho kwa nguvu za shetani. Amalize nguvu za shetani na pia utawala wake juu yetu. Maana shetani alikuwa ameonea wanadamu. Shetani alikuwa ameonea wanadamu. Ukisoma 1 John chapter 3 verse 8, waraka wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 8, inasema hivi, for this reason, 1 John chapter 3 verse 8, for this reason the Son of Man was manifested to destroy the works of Satan. Yesu alidhihirishwa ili aharibu kazi za shetani. The reason why he had to come and die, it is that he will destroy the works of Satan. The works over your family, the works over your business, the works upon your life. Jesus came to destroy it. And today, hizo kazi za shetani zinaweza kuharibiwa na kuangamizwa ndani ya maisha yako. Kwa sababu Yesu alikufa ili aharibu hizo kazi. Shetani hata kuonea, shetani hata kutawala tena. Mungu ametupa uwezo na mamlaka. Yesu akasema, all power in heaven and on earth it has been given by me, by God. Amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. We have got power to overcome the enemy. Shetani hana nguvu juu yako. Yesu amekufa ili amharibu shetani. Wakati alipokufa, alienda akachukua ufunguo kwa shetani. Na leo tuna mamlaka ya kumshinda shetani.
So Jesus died to destroy his work. And today, Jesus will destroy the works of Satan in your life. Today, Jesus will destroy the works of Satan over your marriage. Today, Jesus will destroy the works of Satan over your family. Today, Jesus will destroy the works of Satan over your business. Leo kazi za shetani zinaharibiwa kwa jina la Yesu, kwa sababu ameshinda shetani. Shetani hana nguvu juu yetu. Yesu amekufa na akafufuka. Shetani is a loser. The devil is a loser. Jesus is a winner. Yesu alikuja kutuletea ushindi. Yesu alikufa ili tushinde shetani. Yesu alikufa ili tuwe na ushindi wa kushinda shetani. So shetani hafai kukutawala tena. You will not be under Satan again. The power of the devil will not destroy you again, because Jesus died to destroy the works of Satan. I don't care what kind of works that the enemy has done in your life. Today that work is broken in the name of Jesus, because Jesus has died. Jesus has said it is finished. Yesu anasema imekwisha, imetosha. Shetani amekutesa, shetani amekuangamiza, shetani amekuonea, shetani amekukandamiza. Nasema muda umetosha. It is enough. It is time to rise. My viewer, wewe unayenitazama, ni wakati wa kuinuka. Shetani ameharibiwa. Yesu Biblia inasema alidhihirishwa ili aharibu kazi ya shetani. Tusome Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Waibrania mlango wa 2 mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kiingereza. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood. So Jesus partook flesh and blood. He became like us. He knows your trouble. He knows your suffering. He knows your trials. He knows your persecution. He took the body and became like you. He himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him. Through death, kupitia kifo, through death, he might destroy him who had the power of death, that is the devil. The devil, you know. So Jesus died so that he may destroy the one who had power over death. The enemy had power over death. And that's why the Bible says that Jesus, when he died, he took the keys of hell and death. Alipokufa alichukua ufunguo wa mauti na kuzimu. Shetani ana funguo ya kifo. So Jesus died so that he could destroy the power of death. Today, Satan has got no power over death. Nataka nikwambie, shetani ana nguvu ya kukua. Ndiposa anasema hautakufa na corona. The devil has got no power over death. Jesus has taken power over the enemy. He has power of death. And by the death of Jesus Christ today, I declare, it doesn't matter any kind of sickness you are suffering. I decree that that sickness will not kill you. Natamka hayo magonjwa na matatizo unayopitia hayatakuua. Because Jesus has got power of death. You will not die. Hutauawa na corona. Hutauawa na cancer. Hutauliwa na kisukari. You will not die by diabetes. You will not die by hypertension. Jesus has got power of death. Jesus will make you live. So the Bible says in that chapter, in the book of that Hebrew, chapter 2 verse 14, that he was manifested so that he died so that he could destroy the one who had power over death. I have good news for you today, that Jesus has power over death, because he died and he's no longer in the grave. Because on Sunday, Jumapili, tutajifundisha the power of resurrection, the power and the purpose of resurrection. Yesu hayuko kwa kaburi tena.
Alishinda mauti. Kwa hivyo kama ameshinda mauti, hata wewe utashinda. He's no longer in the grave. He's no longer upon death. Death has got no power over him. He is reigning. Kwa hivyo nataka kusema hivi ya kwamba Yesu alipokufa alitupa uwezo wa kushinda dhambi. Yesu alipokufa alitukaleta karibu na Mungu. Na Yesu alipokufa alitupa uwezo wa kushinda shetani. Malizia verse 15. And release those who through fear of death were all their lifetime subjects to And bondage. release. Today there is a release. Because Jesus died. People will be released today. If you believe, it doesn't matter what is holding you. Haijalishi ni kitu gani kinakushikilia. Yesu atakufungua. Maana ameshinda nguvu ya mauti. Ameshinda yule aliyokuwa anashikilia shetani. Alikuwa anashikilia ambaye alikuwa ni shetani. Leo utafunguliwa. Utafunguliwa. So tunapojifundisha, namba 3 nimesema, the third point is that Jesus has given power to overcome Satan. We have power over him. And when we read the Bible in the book of Psalms, in the book of Psalms, Psalms chapter, Isaiah chapter 53 verse 4. Isaia mlango wa 53 mstari wa 4. Isaia mlango wa 53 mstari wa 4. Says, surely he was born our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him with stricken, Okay. smitten by God and afflicted. Umesikia hiyo? He was stricken because of our sins. The Bible says that he took our infirmities. Yesu alibeba huzuni yetu. Alibeba mateso yetu. Kiswahili umepata, unisomee hiyo verse 4. Yeah, hakika ameyachukua masikitiko yetu. Ameyachukua masikitiko. Yeye Yesu ameyachukua. Not this word, ameyachukua. Hakuwekelewa. Ameyachukua. Yeye mwenyewe, voluntary. He took upon himself. Akachukua huzuni yetu. Hakulazimishiwa, hakuwekelewa, alichukua. Hebu soma tena. Hakika amechukua masikitiko yetu. Amechukua masikitiko. Ni masikitiko gani uko nayo? Nataka nikwambie Yesu ameyachukua. Usikae nayo. Yesu yuko tayari kuyachukua. Hakuwekelewa, hakulazimishiwa. Amechukua masikitiko yetu. Ameyachukua, hakulazimishiwa. He took it voluntary and is willing to take. Mateso yako yuko tayari kuyachukua. Amejitwika huzuni zetu. Amejitwika, akajibebesha. Hakutwikwa. Hakuna mtu alimwekelea. Alijitwika mwenyewe mateso. So Jesus took it voluntary without forcing from anybody. Voluntary. He came to save mankind. He came to carry your sorrow. He came to carry your disease. And verse 4. Read for me verse 4. Mstari wa 4. Amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. The only reason that he was beaten, the only reason why he was persecuted, the only reason that why he was suffering, it was not because of himself, it is because of you. Wewe. Aliteswa kwa ajili yako. Alitemewa mate kwa ajili yako. Alichekelewa kwa ajili yako. Alidharauliwa kwa ajili yako. He did all this because he loves you. He came to die just because of you. Hakulazimishwa kufa. Nataka kuambia hivi, Jesus died by himself. Aliamua kufa. Alipokuwa amesulubishwa msalabani, alisema hivi, roho yangu nakupatia Mungu. Yeye mwenyewe aliamua kufa. Hakujizuia. Yeye mwenyewe alisema anajipeana. So he decided to die for you. He was not forced. I have good news. Jesus was not forced to die for you. Yesu hakulazimishiwa ili afe kwa ajili yako. He chose, he decided to die for you. Aliamua
na akajipeana na akateswa. Hakujitetea. Alipochekelewa, alipofika msalabani, time ya kufa, akasema roho yangu nimemkabidhi Mungu. So he gave it willingly, pasipo kulazimishwa. Jesus gave himself for us. So nataka kuatia moyo today as we remember about the death of Christ. There's so much power in the death of Christ. Jesus did not die for in vain. Jesus died for a reason. He died, number one, to deal with the issue of sin in your life, because all have sinned and become short of the glory of God. Yesu alikufa kwa ajili ya kushughulikia swala la dhambi. Sote tulikuwa tumepungukiwa. So Yesu alikuja kufa ili leo tushinde dhambi. Today you can overcome sin because Jesus has died on the cross. Number two, today Jesus died that he may reconcile us to God. Yesu alikufa ili atupatanishe na Mungu. Today there's no enmity. If you could just accept Christ, ukimruhusu katika maisha yako, atakufanya uwe karibu na uwe rafiki ya Mungu. Maana hautakuwa mbali na yeye tena. You are no longer an enemy. But Jesus, through his death, he has reconciled us back to God. Wewe ni wa Mungu. Nasema wewe ni wa Mungu. Wewe si wa shetani. You belong to God. You are a son of God. You belong in the family of God. So it is time to come back to his family. You belong to him. He came to reconcile us with God. It doesn't matter the kind of sin you have done. Today you can tell God, forgive me, have mercy on me, cleanse me. I'm coming back to you because Jesus has died for you. He paid the price on the cross to save you, to deliver you, and to heal you. And number three, he came to destroy the works of Satan. Alikuja kuharibu kazi za shetani. Na leo kazi za shetani zimeharibika. Na haijalishi shetani amekutesa kwa muda gani. Leo kazi ya shetani inaharibika. Is it sickness? Is it demon possession? Is it any kind of affliction or oppression? I am here to tell you that Jesus is powerful and will destroy that yoke. He will break that power of Satan over your life. Kwa hivyo there is so much power in the death of Christ. Tunaposherehekea na kufurahia Passover, unapokuwa nyumbani kwako, I know there's some restriction. You've not gone to church today. You're at home, at a place of work, or anywhere you are. Rejoice because Jesus has died for you. Na kufa kwa Yesu haikuwa bure. Ni kwamba alikuwa na kuokoa na anabadilisha maisha yako. And I see you rising again. The enemy will have no power over your life again. The enemy will never take reign over your life. Because if God is on your side, who shall be against you? I see you overcoming. I see you rising in your family. I see you rising in your business. I see you rising in your spiritual walk with God. Because God is doing a new thing. Mungu anafanya kitu chema kwa ajili ya maisha yako. So we want to pray right now. Tumemaliza. We want to pray because God will enable us even to come again. I'll be live this Sunday at 11 a.m. We will be speaking about the power and the purpose of resurrection. Kwa hivyo Jumapili usikose live tena broadcast Facebook hapa saa 5 kamili, na tutakuwa tunajifundisha kuhusu makusudi na nguvu ya ufufuo, because he's no longer in the grave, he has risen. But I want to pray with you right now. Probably you are there, you have not given your life to Christ, and today you are saying, Jesus, you died for me to save me. You came to deal with the issues of sin, and probably there's sin in your life, and you need Christ to come and help you. Kwa sababu huwezi mwenyewe kujiondoa katika dhambi. You can repeat this prayer after me. Jesus, come into my heart. Forgive me. You came and died on my cross, on your cross, so that you may save me. Today I receive you as my personal Savior. Lord, write my name in the book of life. And from today I will live for you. Nitakutumikia, nitakupenda siku zote za maisha yangu. Asante Yesu, maana umenisikia. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. God has heard your prayer. Umeokoka, umempokea Yesu.
He will strengthen you. Right now, I want to pray for any kind of need you have. Hitaji lolote uko nalo, nitaomba na wewe, that God will touch you because he's risen. And he came to destroy the powers of Satan. The powers of Satan are broken right now. Kama we ni mgonjwa, shika pale unaumwa. Kama unahitaji lolote, amini na mimi. Wherever you are, you can believe for that need wherever you are. Distance is not a barrier. Wherever you are, God's power is present. God's power will touch you. Father, in the name of Jesus, right now, I pray for my viewer. I release the power of God upon them right now. I come against every power of Satan against them. I break it in the name of Jesus. I break every satanic oppression, every power of sickness and disease, every power of sin upon their lives. I break it in the name of Jesus. Ninavunja na kuharibu kazi zote za shetani zinazokusumbua na kukutesa. Ninazing'oa na kuziharibu katika jina la Yesu aliye hai. Natamka uponyaji juu ya mwili wako. Popote unapoumwa, nguvu ya Mungu ikuguse. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji. Be healed in the name of Jesus. Be healed now in the name of Jesus. Baba, ninaombea taifa letu la Kenya. Wakati huu tumekumbwa na corona. Naomba neema yako ikatutoshe Bwana. Ambao ni wagonjwa kwa ajili ya corona, ninaomba ukawaponye na ukawaguse. By your stripes we are healed. I declare healing to those suffering from corona all over the world and upon this nation. In the name of Jesus, I rebuke every spirit of corona out of this nation. In the name of Jesus, every spirit of fear out of these people. Lord, I pray that you may have mercy upon us. Ninaomba Mungu katusaidie maenezi ya magonjwa haya, the infection, that it will not continue. Katika jina la Yesu, naomba ukaturehemu taifa la Kenya, ukatusamee na ukatukumbuke na ukatubariki kama taifa la Kenya. We give you all the praise and we give you all the glory. In Jesus' name I pray and believe. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. I thank God for you. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambao tumekuwa na wewe. Na usisahau nimekuambia Jumapili saa 5 asubuhi nitakuwa tena nikifundisha kuhusu kusudi na nguvu ya ufufuo. Why Jesus was not to remain dying. He had to resurrect. There's a reason. Na leo amekaa kwenye kiti cha enzi. So we will get to learn about the power of the resurrection of Christ. Otherwise, I'm so blessed. Nimebarikiwa kuwa na nyinyi nyote. I see a lot of people online. God bless you so much. God bless you. Samuel Kimari, God bless you. God bless you. God bless you. Kiraya, Peter Fanuel, God bless you. God bless you, my brother. I'm glad to see you. God bless you, Brother Mutiso. God bless you. Robert Mark Leleu, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. I'm so blessed. Nimebarikiwa kuwa na nyinyi wakati huu, kuinteract na nyinyi. All those who have been watching. I believe God will do something new for our lives as we continue to love him and seek him. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Na uendelee kumuomba Mungu na kumtumainia Mungu katika yote ambayo tunapitia. Na usivunjike moyo. Usikate tamaa. Jesus is the perfect sacrifice. He's the reason why we are alive today. He's the reason. God bless you, Purity Kingoku. God bless you, Peter Maina. God bless you. Mungu akubariki sana. God bless you. Zige. Yes, God bless you. God bless you. I'm so glad you've been with me. Until next time, may the Lord keep you. May the Lord bless you. And may he continue to give you strength and lift your life. I really appreciate for your prayers. Nashukuru kwa maombi yenu, for your encouragement. The members of our church, Abundant Life Center, Soul Harvest. God loves all of you. Nashukuru kwa support also for my wife, Maggie, and my children, Emmanuel, Hannah, Jimmy, and Blessing, who have been a blessing to me, have been an encouragement to me, praying for me, and my lovely family. God bless you so much. Until next time we meet, shalom, shalom, shalom.